asibomoe one time. Wananchi wafanyabiashara kutoka Githurai, Nairobi waliandamana wakiimba nyimbo za kusema Ruto one term baada ya Rais William Ruto na serikali yake ya Kenya Kwanza kubomolea wananchi vibanda vya kufanyia biashara upande wa Githurai. Tukio hili liliweza kujiri usiku wa manane, usiku wa kuamkia siku ya Alhamisi tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2026. Je, hii ni ile serikali ambayo iliweza kupiga kampeni kwamba ni serikali ya hasla itakayoinua maskini kutoka pale chini iwalete hapa juu? Kama basi ilikuwa ni serikali ya kuinua maskini kutoka pale chini, wafanyabiashara hawajajiweza, ni watu ambao wanajitafutia unga. Kuna haja gani muweza kuwabomolea vibanda, kutafutia wafanyabiashara wengine nafasi muwalete? Yaani mnafukuza wale wafanyabiashara ambao wanafanya biashara Githurai, mulete wengine wakuje kujenga. Kwani hao ambao wanaletwa ni wa maana kuliko hao ambao wanafanyia biashara zao hapa Githurai? Abomoe asibomoe one time. Atufukuze asitufukuze one time. Lakini akaye akijua hii ni gate ya Mount Kenya. Abomoe asibomoe ni one time. Na tupembelezani ndio asibomoe. Mwambie kesho asubuhi aweke chini, lakini ni one time. Na tukiwa bado tunarudisha hiyo soko tena. Hawa watu wote wengine wametoka kwa mashamba. Is my name? That's fine. Eneo wangekuja wakae na hawa traders, watu waelewane ni wapi tutaweza kusonga, kwa sababu kubomoa kwa mali ya mtu ule ambaye kwa sasa hivi tunaona tumetoka Januari, wametoka tu kulipa school fees, alafu uje umbomolee shamba ya kwake. Ukweli tunasema ni serikali yenyewe inakosa utu, serikali yenyewe inakosa kuangalia na kujua ni vipi. Kenha ambaye ndio watu wanasimamia. Ninakumbuka kipindi cha kampeni za mwaka 2022 hapa Githurai, mahala ambapo William Ruto ameweza kupoteza utu na serikali yake wameamua kubomolea wafanyabiashara vibanda vyao. Hapa ndipo aliweza kupiga kampeni, akaeleza wafanyabiashara kwamba atalinda maslahi yao, akaeleza wafanyabiashara kwamba atawapea mtaji waendelezee biashara. Imekuwaje leo William Ruto anabomolea akina mama, akina baba vibanda vyao vya kuchumia riziki? Bwana Ruto, itakuwaje unasema kwamba unataka kubadilisha Kenya uipeleke Singapore? Uitoe Kenya sasa uipeleke Singapore, kipindi ambapo unabomolea akina mama, akina baba ambao wanajitafutia riziki vibanda vyao. Itawezekanaje tuweze kwenda Singapore kipindi ambapo unaharibu biashara za wananchi? Surely tutaenda Singapore gani? Hii safari ya Singapore itaishia Timboroa. Tukiendelea hivi hata Sugoi hii safari ya Singapore haitafika, itaishia Sugoi. Mimi ndio Ezra, ndio nimesema, kwa sababu hauwezi ukabomolea kina mama ambao wanachuma riziki vibanda. Hawa viongozi wao wako na mahala ambapo wanatoa pesa, wanaiba kwa serikali, lakini hawa maskini lazima watandike biashara zao, wapate hata 20 bob wapeleke watoto wao shule.
Kitendo hichi kimeweza kunighadhabisha sana, lakini atakana kwamba kimenighadhabisha. Unajua wananchi mliweza kuchagua huyu William Ruto. Ninakumbuka mpaka Githurai ndio walimpea nyumba. Mnakumbuka kuna picha ambayo iliweza kutrendi online. Mnakumbuka kuna picha ambayo iliweza kutrendi online kwamba William Ruto ameenda Githurai, amepewa nyumba ambayo imeundwa mfumo wa State House. Na nielewa, nyumba ambayo ilikuwa imeundwa na box, mfumo wa State House. Wakamwambia kwamba tumekupea hii kama ishara ya kukuchagua. Wananchi wakampigia kura nyingi, lakini angalia sasa yale ambayo anawatendea. Sasa Rigathi Gachagua, baada ya William Ruto kubomolea wananchi vibanda vyao upande wa Githurai, na mnaelewa Githurai jinsi ambavyo mlisikia huyo mama akizungumza, ndiyo mlango ya Mlima Kenya. Rigathi Gachagua ameweza kuzungumza na ameandika maneno marefu sana kwa lugha ya Kimombo, ila nitayabadilisha kuja kwa Kiswahili nikusomee. Gachagua akaanza hivi: ni jambo la kipuuzi na lisilo la kibinadamu kwa utawala huu kuratibu ukatili wa hali ya juu na uoga kwa kupeleka mamia ya maafisa wa polisi usiku wa manane kubomoa mali ya wafanya biashara Githurai na kuwatishia raia wasio na hatia. Hawa polisi walikuwa wanawatisha wafanyabiashara eti kwamba wasizungumze. Hichi ndicho Rigathi Gachagua ameweza kusema. Yaani wafanyabiashara ambao hawana silaha, lakini serikali inapeleka mamia ya polisi Githurai ili wananchi wasipige kelele. Gachagua akaendelea kusema kwamba vitendo kama hivi ni dharau kubwa kwa utu wa binadamu na vinaonyesha utawala uliopoteza kabisa huruma wa haki. Hii serikali unaona kweli iko na huruma? Iko na huruma wa haki kipindi ambapo wanabomolea wananchi vibanda, mahala ambapo wanatafutia watoto wao chakula? Hebu jiulize, huyo mama mwenye amebomolewa kibanda chake, kesho, ninajua wiki ijayo, kwa sababu mimi ni mzazi, nimetumiwa ripoti kwamba kuanzia tarehe 24 watoto watakuja half term. Unashtuka? Half term ni kuanzia 24th mpaka 1st. Imagine watoto watakuja half term. Wakirudi wanahitajika kurudi na school fees kidogo, ile ambayo ilikuwa imesalia ili muhula uweze kukamilika. Sasa mzazi atatoa wapi school fees kipindi ambapo William Ruto ameweza kumbomolea kibanda? Surely. Gachagua akaendelea kusema kwamba kuwachukulia wananchi kama wahalifu ili hali wanahangaika kuishi katika uchumi uliodhoofishwa ni kiwango kipya cha udhalilishaji kutoka kwa serikali inayoongozwa na watawala walio katika kabisa na uhalisia wa maisha ya watu wa kawaida. Ukiona serikali iliweza kuwatumia wananchi maelfu ya polisi upande wa Githurai, hivyo wanawachukulia kama wao ni wahalifu. Imagine hao wafanyabiashara wanafanya biashara despite uchumi mbaya, sembuze wakati ambapo sasa mahala ambapo wanafanyia biashara imeweza kuharibiwa. Wengine hata niliweza kuona kitu ambacho kinaitwa watermelon, tikiti maji zimepasuliwa, na hiyo ndio ilikuwa stock ya mzazi. Surely, what kind of stupidity is this kutoka kwa hii serikali? Ni heri basi mungebomoa vibanda, lakini msiguze stock ya mtu. Munaguza mpaka stock, surely. Gachagua akaendelea kusema kwamba ni ukumbusho wa wazi wa jinsi walivyo mbali na mateso ya wananchi wa kawaida, mateso ambayo yamesababishwa na uongozi mbovu na sera duni. Wananchi tunateseka na utawala huu mbaya na sera mbaya. Waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen, anayejifanya maarufu lakini hana mwelekeo, anadai
kuelewa changamoto za wafanyabiashara wadogo, ili hali anaishi katika anasa na matumizi ya kupindukia ya rasilimali za umma, huku akiwatishia viongozi wa pinzani. Huyu ni Gachagua ameandika, sio maneno ya Ezra. Akaendelea kusema hivi, kutojali kwake pamoja na kwa bosi wake kunaonekana wazi, matendo yao yanasema mengi kuhusu ukosefu wa huruma na uelewa. Gachagua anasema hivi, kulikuwa na uharaka gani wa kubomoa Githurai na kupeleka kikosi kizima cha serikali dhidi ya wasio na hatia usiku wa manane? Hata mimi nauliza, mbona wamwage polisi usiku wa manane kipindi ambapo raia wamelala? Gachagua anasema hivi, sikiliza hapa, naomba usikilize kwa makini. Kwa kejeli ya kusikitisha, saa hiyo hiyo walipokuwa wanabomoa au saa hiyo hiyo walipokuwa wanabomoa Githurai usiku, tukio la kusikitisha lilikuwa linaendelea Isiolo, ambako Bwana Gatobu, naibu mkuu wa shule na mwalimu wa fizikia na hisabati katika shule ya sekondari ya Reparua, alivamiwa kikatili, kachomwa visu mara kadhaa na kuuawa na majambazi tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2026, lakini hakuna sauti kutoka kwa utawala huu wa kiimla. Gachagua anafichua kwamba palikuwepo na uvamizi upande wa Isiolo, mwalimu aliuawa kinyama, lakini serikali haijaweza kuzungumza. Wanakimbilia kubomoa vibanda vya wafanyabiashara. Gachagua akaendelea hivi, majambazi hao baadaye walivamia kituo cha polisi, wakaleta taharuki mjini, wakaiba mifugo na kuwaua maafisa wa KRP ama KPR, kuniradhi, pamoja na raia, ili hali mamia ya polisi wanatumwa kuwatesa wamama mboga Githurai. Hata mimi nauliza swali, kulikuweko na haja gani ya kutuma mamia na maelfu ya maafisa wa polisi kuelekea Githurai kwenda kuhangaisha wafanyabiashara kipindi ambapo Isiolo polisi wanauawa, wa KPR pamoja na raia wanauawa, lakini serikali haijaweza kuzungumza, lakini mamia ya mapolisi wanatumwa kwenda kuhangaisha mama mboga. Gachagua akamalizia kusema kwamba aibu kwa utawala huu kwa vipaumbele vinavyopotoshwa na dharau ya wazi kwa maisha na utu wa binadamu. This is a misplaced priority. Ndio hiyo Gachagua anaita kwamba ni aibu kwa utawala huu kwa kupea vipaumbele vinavyopotoshwa na dharau ya wazi kwa maisha na utu wa binadamu. Kwa watu wa Githurai na Isiolo nasimama nanyi, huyo ni Gachagua amesema, tunapotazamia ukombozi mwaka kesho kipindi cha uchaguzi. Lakini kabla ya yote, Kenya ni nchi yetu sote na hakuna yeyote anayepaswa kuwanyang'anya haki zenu za kikatiba. Wapenzi watazamaji, wananchi wanatumiwa maafisa wa polisi wengi kwenda kubomoa vibanda vyao Githurai, lakini Isiolo wahalifu wanaua mwalimu, wanaua maafisa wa polisi, lakini serikali haitoi taarifa yoyote, kwa sababu kubomolewa Kikuyu biashara zao Githurai ndio ya maana kuliko kushughulikia wale majambazi ambao waliua wengine upande wa Isiolo. Sina mengi, ila kumbuka kwamba hii serikali wananchi nyinyi ndio mliweza kuichagua. Unaona? Ile serikali ambayo mliweza kuimba ni hasla tawala. Ona venye inatuchanganya. Ona venye inatutesa. Ninawakumbusha kwamba mwaka kesho msijaribu kurudia makosa. Kosa si kosa, ila kurudia kosa ndilo kosa.